na umekutana na maneno kwamba Chauma ni wasaliti. Yapo, yapo. Na mara nyingi mtu anaponiuliza swali linalofanana na hili wanasema, unajua kwenye siasa hakuna silaha ya kupambana na adui yako kama character assassination. Yani ndio silaha nyepesi na ndio silaha maarufu, kwamba wewe muue yule sio kwa bunduki bali kwa kumpaka matope ili achafuke. Ni kama vile Waswahili wanavyosema, ukitaka kumuua mbwa shurti umpe jina baya kwanza, ili kila mmoja aweze kutupa jiwe lake, nondo yake, silaha aliyokuwa nayo ili kumuua. Sasa mtu anakuambia nyie ni wasaliti. Sasa unamuuliza, okay, usaliti wangu ni nini? Anakuambia, kwa nini mlitoka huku? Sasa kwani kutoka ndio usaliti? Manake nyinyi mlitakiwa mbaki kule, labda chama mkiondoka mtakivuruga. Akasema kwenye siasa ubinafsi ndio sababu mojawapo ya kukua kwa chama chochote cha siasa. Ubinafsi. Leo kama dhana hiyo ya usaliti, basi mimi nitakuwa nimefundishwa huku nilipokuwepo, kwa sababu kabla ya Chadema kuwa chama kikubwa, kwa maana ya wingi wa bunge na madiwani, ilikuwa NCCR Mageuzi. Ikatoka NCCR Mageuzi ikaja CUF. Sasa ikaja Chadema. Sasa kama Chadema wasingekuwa wasaliti kwa maana ya usaliti wa maendeleo ya kupambania ndoto zao, wasingekuwa pale. Nguvu hizi zote tungeendelea kuziunganisha kwa NCCR Mageuzi, ama nguvu hizi tungeendelea kuziwekeza kwa CUF. Lakini Chadema ilipambana na ikajiwekea mikakati yake bila ya kujali na muumiza nani, kwa sababu ndio kwenye siasa. Sometimes CCM hawajali wanamuumiza nani, lakini wanakuwa binafsi kwa walichokuwa nacho. Na Chadema walikuwa wabinafsi kwa ndoto zao, ndio maana ikafika pale. Na ndio maana leo kulikuwa kuna viongozi waandamizi kwenye vyama vingine, wote wakamtimkia Chadema. Chadema jambia, kwa kufanya hivyo tunaua. Mwaka 2000 nadhani, uchaguzi wa Dar es Salaam, mkoa mzima wa Dar es Salaam ulifutwa 95 ulifutwa, na ikatangazwa kabisa kwamba uchaguzi huu utarejewa baadaye. Wakati ule kiongozi mkuu wa chama kiongozi mkuu wa upinzani nchini ni alikuwa marehemu Lyatonga Mrema. Na Mrema akasema vyama vya siasa vya upinzani tusishiriki ili tuwatie adabu nani? Chama cha Mapinduzi. Chadema wakasema ituhusu na wakashiriki ule uchaguzi. Kwa hiyo hakuna usaliti. Yani unaposema usaliti, manake wa kuondoka, hakuna usaliti. Sasa wewe utataka tu kwamba hebu mtupie mfupa mbaya wenye harufu mbaya ili watu wamuone Mwalimu katika lengo hilo la usaliti. Lakini hakuna dhana ya usaliti, haipo. Pengine ni kwa sababu ulikuwa Chadema, ukaja Chauma. Chadema wakitoa matamko, wakizungumza kitu, unaonekana kujibishana nao. Kwa hiyo mnakuwa wasaliti kwa sababu mlikuwa wote kwenye harakati za mapambano. Ukaja Chauma, badala ya kumove on, unarudi sasa kupambana na mtu ambaye mlikuwa wote sehemu moja kwenye kudai haki. Hapo ndo usaliti unapotokea. Ukinionyesha klipu moja ya mimi nabishana na Chadema, najiuzulu sasa hivi. Kwa sababu kila mtu anaongozwa kwa hii say tu. Wewe msaliti, na yeye anaitikia, na wewe msaliti, na wewe anaitikia, na wewe msaliti. Unabishana wapi? Sina muda wala sina hulka hiyo ya kuanza kubishana, kwa sababu mimi siamini. Mimi nitabishana Chama cha Mapinduzi ambao ndio maadui zetu. Moja kati ya vitu ambavyo Chama cha Demokrasia na Maendeleo wamekuwa wakikaririwa mara nyingi na ndicho walichokisimamia ni kwamba hakukuwa na fair ground za wao kuweza kuingia kwenye uchaguzi wa mwaka 2025. Ndio. Kwa sababu ambazo waliziainisha. Ndio. Chauma, mnasemaje juu ya tume huru ya uchaguzi na namna ambavyo uchaguzi uliendeshwa? Ulikuwa na uhalali kwa kiasi gani? Sasa hilo ndo lile swali linalofanana na la swali la kwanza kabisa. Mimi nisingependa kukaa na kuyazungumza ya Chadema, kwamba Chadema wanasema hivi, sasa